kwa namna ambavyo Singida ilikuwa imecheza jana, kupata matokeo ya ugenini ya sare ya 1-1, naamini ni matokeo mazuri sana, na pengine Singida walikuwa na uwezo wa kushinda game ya jana kama sio makosa binafsi ya goalkeeper Amasi Obasoji ambaye alirudishiwa back pass na Morris Chuku. Alivyopata ule mpira wakati anataka kucontrol ukamshinda, ukamkuta mfungaji akaenda akafunga, alikabwa na mfungaji akafunga. Kwa hiyo ilikuwa ni totally mistake ya goalkeeper, lakini kwa namna ambavyo Singida imekuwa bora, Chama alifunga bao kwenye mchezo dhidi ya Rayo Sports wakiwa ugenini, na jana amefunga tena. Uwepo wa key players, uwepo wa wachezaji ambao wana experience, kina Chama, kina Aucho, naamini kabisa Singida wana timu bora. Na lakini sasa kwa matokeo ambayo wameyapata ya kutoka sare ya bao 1-1, wanakwenda kucheza na Flambeau ambayo ina wachezaji wengi raia wa Kongo, kwa sababu kule Gitega ni jirani sana na Kongo, na wachezaji wengi wa Kongo namna ambavyo wanapambana hata wakiwa uwanjani, ile fighting spirit, wanaamini kwamba Flambeau ni sehemu ya wao kupita, pengine wanaweza wakasajiliwa wakapata timu bora zaidi ya Flambeau. Kwa hiyo bado mechi hii naiona ni mechi ambayo haijaisha, yani sare ya bao 1-1. Alafu ukiangalia mechi ya mwisho ya Flambeau wakiwa ugenini dhidi ya Al Akdar ya Libya, wametoka sare ya mabao 2-2. Kwa hiyo ni timu ambayo ikiwa ugenini ina uwezo wa kufunga. Kwa Singida mechi yao ya mwisho wakiwa nyumbani dhidi ya Rayo Sports wameshinda mabao 2-1. Kwa hata nyumbani wanaruhusu pia. Kwa ni game ambayo mimi naiona bado shughuli ni nzito, lakini kwa kiwango ambacho wamekionyesha Singida jana kilikuwa kiwango kizuri. Kupata sare ugenini si haba, na kama so mistake ya goalkeeper walikuwa na uwezo wa kushinda ile mechi.